Hello Tanzania, mambo vipi? Mimi naitwa Mr. Demi hapa The Genius kutoka The Genius Platform. Karibu tena kwenye business battle fulani la uhakika, na leo tutabattle kuhusiana na Bongo Star Search. Bana, jana ilikuwa ni usiku wa Bongo Star Search. Mambo yalikuwa ni mazuri sana. Mambo yalipamba moto vibaya mno. Lakini pia mshindi ameshapatikana na mshindi ametokea Kongo. So leo nilitaka tuone watu wamekuwa na maoni gani au watu wamekuwa na mawazo gani kuhusiana na hii Bongo Star Search ambayo tayari mshindi ameshapatikana. Kwanza mshindi anaitwa Moses Luka kutokea Kongo. Kutokea Kongo. Watu wamekuwa na maoni mbalimbali na vitu vingine kama hivyo. Lakini moja kati ya kitu ambacho mimi ningependa kukizungumzia kabla hatujaenda kwenye uwanja wa comment kuangalia watu mawazo yao kuhusiana na hichi kitu, mimi kwanza ni wape pongezi kubwa sana majaji kwa kazi kubwa ambayo wamekuwa wakiifanya. Licha ya kuwa kuna baadhi ya watu walikuwa na maoni kwamba kuna watu wanaenda kuwa majaji pale, lakini huenda wakawa hawaujui mziki vizuri, labda mtu anajua engo fulani tu, so anaenda kumjaji mtu. Sometime wapo watu wanaowaumiza watu kwenye kujaji pale, kwa sababu mtu anaweza akawa yeye ni mpenzi wa mziki fulani, so mtu akienda kuimba kitu kingine kidogo inakuwa ni mtihani. Ndio maana baadhi ya watu walikuwa wanapendekeza kwamba kwa nini majaji wasingekuwa wanatoka kwenye vyuo vya mziki, yani walimu mbalimbali wa mziki ambao wamesoma mziki na wanaujua mziki vizuri kabisa, kutoka labda chuo cha Tasuba na vitu vingine kama hivyo. So unaweza ukakuta judge yeye ni mpenzi wa mziki wa mapiano au ni mpenzi wa mziki wa singeli, so ukienda kuimba kitu kingine anaweza akawa haelewi kuhusiana na hicho kitu ambacho unakiimba. So unaweza ukajikuta kwamba unaambiwa hujui kuimba na ukakata tamaa wakati labda umeenda kumwimbia mtu kitu ambacho sio hana upenzi nacho. Kwa hiyo nadhani ni kitu ambacho watu walikuwa wanakiongea kama changamoto kwa majaji, lakini mimi upande wangu nawapa hongera sana majaji kwa kazi ngumu wanayoifanya. Kwa nini kazi ngumu wanayoifanya? Kwa sababu hakuna kitu kigumu kama kuwachuja watu ambao wamefika, kwa mfano kuanzia labda top 15. Wakishafika pale wengi wanakuwa ni wazuri, na tayari kwa safari ndefu mliopita mnaweza mkawa tayari kuna ushikaji, yule unamkubali lakini fulani hamkubali, yule anafanya vizuri lakini fulani hamkubali. So kuna mvutano mkubwa sana kuona mpaka mshindi anapatikana. Hapo katikati lazima kuna kupishana kwa majaji, kuna vitu vingi sana vinakuwa vimepitika mpaka wao kuweza kumpata mshindi, kwa sababu the way mtu anavyoingia kwenye maisha yako ndio unavyompokea. Huwezi jua kwamba mshindi aliingiaje kwenye maisha labda ya Master J au Madam Rita, au aliingiaje kwenye maisha ya Salama anaweza akawa hamkubali mshindi, lakini Master na Madam wanamkubali mshindi. So hapo kidogo ni hatari sana, lakini kuna nafasi ya mashabiki kuweza kuchagua, kuna tabia, kuna vitu vingi sana wanaangalia mpaka mshindi anapatikana. So tukienda kwenye uwanja wa comment, watu wanazungumziaje kuhusiana na mshindi namba 1, au wana maoni gani kuhusiana na hichi kitu ambacho kimetokea jana usiku kwenye usiku wa BSS? Kwanza kabisa tukipita mtandao wa Instagram, moja ya mashabiki ambao wamecomment kwenye page hapa, mmoja wapo ya page hapa, anakuambia kwamba kama unaamini Moses kapita kiuhalali, like hapa tujue mashabiki zake wako wangapi. Na ukiangalia kune comment yake hiyo tayari kuna like 120, kwamba watu wanakubaliana kwamba Moses kutoka Kongo ameshinda kihalali. Lakini hapa kuna comment hapa inasema kwamba kashinda kihalali, kipaji kutoka moyoni. Lakini hapa kuna mtu anakuambia kwa hiyo Kongo ni bongo siku hizi. Sijaelewa huyu ameongea hivyo kwamba Kongo, kwa hiyo Kongo ni bongo siku hizi kwa sababu ya jina la Bongo Star Search. So sijajua hii imekaaje, lakini walitangaza kuanzia mwanzo kwamba sasa hivi ni Bongo Star Search beyond the border. Kwa hiyo ni inavuka border. Kwa hiyo lile neno bongo nadhani linawachanganya watu. Ni Bongo Star Search, why mshindi anatoka Kongo? Kwa nini mshindi anatoka Kongo? Kama unaelewa mtuambie hapo. Wewe maoni yako yamekaaje hapo? Kuna mtu hapo amesema kwa hiyo Kongo ni bongo siku hizi. Sijaelewa hapo. Yes. Lakini hapa kuna mtu anakuambia wa Kongo
watashinda sana, maana muziki ni jadi yao. Kwa utaratibu huu kwamba wa kushirikisha nchi hizi zilizotuzunguka, kuna nchi wanapiga sana muziki kama Kongo, wanapiga sana muziki, na ni nchi yenye madini kama madini, lakini pia yenye madini ya wasanii wengi sana, na ukiona Mkongo anajua, ujue basi anajua basi hapa. Lakini kuna mtu anakuambia aende kwao sasa akapigane vita. So hii ni comment ambayo kidogo imekaa kitofauti kulingana na machafuko ya Kongo yalivyokuwa na vitu vingine kama hivyo. So ukiangalia kwamba tukiongezea hapo kuna kwamba aende kwao na vitu vingine kama hivyo, unaangalia nchi yao imekuwa na machafuko, na wanakwambia anatokea Goma bwana Moses. Kwa hiyo ukiangalia nchi yao na machafuko, anaweza akawa na stress na nini na vitu vingine kama hivyo, lakini ameweza kuibuka mshindi. So unaweza ukawa katikati ya majanga makubwa, lakini ukaweza kupambana na kutangaza ushindi. Unajua vita inaweza ikawa inapigana Kongo, lakini yeye yuko Bongo, lakini mindset yake ikawa imeathirika kwa kiwango kikubwa, kwa sababu kuna ndugu, jamaa na marafiki kule na vitu vingine kama hivyo. So hapa kuna mtu anakuambia endeleeni kuleta wa Kongo, nafasi ya mwanzo mtaisikia kama Chadema. Huyo kachanganya kidogo muziki pamoja na siasa, akasema mkiendelea kuleta wabongo, nafasi ya mwanzo mtaisikia kama Chadema. Kwa Chadema wataendelea kusikilizia, hawato ikamata ile nafasi ya kwanza. Kama nilivyomuelewa ndio hivyo, umeona bwana. Hapa kuna mtu anakuambia Kongo inachozidiwa na TZ ni siasa tu, umeona. Kwa watu wanaamini kabisa Kongo kuna vipaji ambavyo viko real. Hapa kuna mtu anakuambia huyu mtoto anajua, halafu yuko humble wala haringi kujifanya yeye ndio star sana. Safi. Anakubaliana kwamba huyu jamaa anajua, yuko vizuri na haringi afanye nini na vitu vingine kama hivyo. Lakini hapa kuna mtu anakuambia yani Salum alifeli kwenye ngoma ya mwisho, mwimbo aliokuwa draw, halafu alijisahau, ila Moses alistahili kweli kweli. Hongera zake bwana, watu wanampa hongera Moses za kutosha kabisa, ndio. Lakini hapa kuna mwingine tena amekuja anakuambia sasa hii ni BSS ya Tanzania ama BSS ya Kongo. Nadhani hakufuatilia kuanzia mwanzo, lakini ni watu wanaweka maoni yao, na maoni hayazuiliwi. Kila mtu anaweka kile kitu anachokiwaza. Hata wewe unaweza ukatuambia hapo, wewe umelichukuliaje hili la mshindi kutokea Kongo. Lakini wengi ambao wanachukulia hivyo nadhani hawakufuatilia ili shindano kuanzia mwanzo, kwa sababu waliliweka hivyo kuanzia mwanzo kwamba litakuwepo beyond, yani litaenda mpaka nchi nyingine. Hongera sana Moses, umestahili. Ule wimbo wa mwisho aisee, akanyosha mikono, wewe ni fundi sana. Moses Luka akamtagi kabisa. Kwa hiyo watu wanakubali sana kwenye mtandao wa Instagram, watu wanakubali sana, watu wameelewa kitu kilichofanyika na vitu vingine kama hivyo. So tukisogea kwenye page ya Bongo Star Search kabisa, kuna mtu anakuambia ila Saluti Z akamreplace Mbosso pale Wasafi bana. Kuna mtu amemwombea namba pale Wasafi, huyu Salu ambaye ni mshindi wa pili wa Bongo Star Search. Kuna mtu kidogo katumia maneno makali kuhusiana na hii na ile, kwamba wanasema kwamba mshindi wa Bongo Star Search, yani narudi Bongo Star Search, anatokea Kongo. Yeye ameonyesha kwamba kutokupendezwa kwamba mshindi wa Bongo Star Search why anatokea Kongo. Lakini kuna mtu anakuambia nimefly mno, huyu Mkongo anajua sana. Yani unajua hii Afrika, labda niseme kitu, hii ni mipaka tu, hii ni mipaka. Labda hapa ni Bongo, hapa ni Kongo, hapa ni Uganda, hapa ni Kenya, lakini ukiangalia sisi ni wamoja. Hata mionekano yetu haipishani sana, tabia zetu hazipishani sana. So hii mipaka isikae kichwani kwako. So sisi wote ni Afrika moja, nadhani sisi wote ni East Africa moja, sisi wote ni mabraki. So tusiwekeane hiyo mipaka jamani. Naona message nyingi sana zimekaa hivyo. Lakini hapa kuna mtu anakuambia BSS mmetenda haki sana. I say Moses ali deserve kabisa. Kwa hiyo Moses amechapa kazi vizuri, ndio maana ameweza kuonekana. Moses Luka amestahili, ila Salati Z naye ni mkali sana. Wangapi tunamkubali? Ya
wanaonesha kwamba hata mshindi wa pili pia watu wamekuwa wakimkubali. Na kuna mtu hapa anakuambia finali ilikuwa ngumu haswa. Finali lazima iwe ngumu, na nadhani huu mchakato wa kushirikisha nchi nyingine ni mzuri sana. Ni mzuri kwa sababu wabongo tutashtuka na tuone kwamba hii ni platform ambayo inaweza ikamtangaza mtu. Unajue hizi platform ni kitu kizuri sana kwa sababu kuwa na jukwaa ambalo linaweza likaonesha vipaji ni jambo kubwa sana. Watu wana invest muda, watu wana invest nini. So wabongo wamekuwa na tabia ya kwenda kwenye Bongo Star Search kwa ajili ya kuvituko na nini. So hii hapa tukiwa tunachukua au wanapatikana watu kutoka mataifa mengine, hii inaweza ikatuongezea userious na kuona kwamba hichi ni kitu cha muhimu. Ukienda pale inabidi upambane, upiganie ili uweze kuonesha kile kitu ambacho uko nacho, na sio utani na comedy nyingine ambazo sio za msingi. Lakini tukiendelea na comment hapa wengi wanasema big yes Saloo imeniuma sana. Huyu ni atakuwa alikuwa ni mdau wa Saloo, lakini anakuambia imemuuma sana. Haki imetendeka. Hichi ni kipindi ambacho watu wanakuambia haki imetendeka. Wengi watu wamekubali. Hapa kuna mtu anakuambia huyu mtoto yuko talented sana, halafu ana heshima sana. Kura zimeenda kihalali kabisa. Kwa hiyo bana, watu wamekubaliana na Moses Luka ni mshindi, ila Saluti Z anajua sana. Bwana, ndio hivyo. Kwa hiyo watu wamekuwa wana maoni tofauti kuhusiana na Bongo Star Search. Wewe maoni yako ni yapi? Nataka kuona kwenye comment hapo. Unakubaliana na kilichotokea na kipi ambacho hujakipenda kwenye Bongo Star Search hii ya 15? Unaweza kuandika hapo maoni yako kwenye comment, then tuweze kuangalia wewe unawaza nini kuhusiana na Bongo Star Search. Mimi naitwa Mr. Ndeme hapa kutoka The Genius Platform. Nimekupitisha tu kwenye comment za wadau mbalimbali, wao wanawaza nini kuhusiana na Bongo Star Search. Lakini hapo tumeona comment nyingi zinakubaliana na kwamba huyu mshikaji ameshinda kihalali, lakini pia kuna wengine wanakuambia hii ni Bongo Star Search, why anashinda mtu wa Kongo. Hivyo ni vitu ambavyo tumekuwa tunaviona, lakini wapo wanaosema kwamba mshindi wa pili pia ali deserve kuwa mshindi wa kwanza. So wewe unasemaje? Mimi naitwa Mr. Ndeme, mpaka wakati mwingine tena.